Tukiokoka au tukiwa tunamtegemea Mungu, ubabe wetu wa kwanza ni nani? Ni Mungu. Naelewa kabisa, wana spingi hiyo, ndo source kubwa, main source ya ubabe wetu ni nani? Ni Mungu. Kwa sababu maandiko yanasema ninayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. But let me shock you, pamoja na kwamba main source yetu sisi ni Mungu, ndiye anatuwezesha mambo yote, lakini Mungu hawezi akaileta hiyo nguvu ikakaa kila mahali kwenye maisha yako. Kuna sehemu ambapo Mungu ameielekeza nguvu yake ikae. Ukisoma kile kitabu cha Waamuzi, nadhani sura ya 17 mstari wa 16, inasema baada ya Delila kumsumbua Samsoni, baada ya Samsoni kumdanganya Delila kwa muda mrefu mara kadhaa, Delila akachukia Samsoni, sijui akapatwa na huruma gani, ikabidi Samsoni amwambie Delila siri ya nguvu zake. Ndio Samsoni alikuwa ni mnadhiri wa Mungu na Mungu alimleta. Ukisoma ile Waamuzi kuanzia sura ya 13, maandiko yanasema kulikuwa mtu mmoja Manoa, alikuwa anaitwa Manoa, alikuwa na mke, na huyu mke alikuwa ni tasa. Israeli walikuwa wamemtenda Mungu makosa. Mungu akawauza utumwani kwa Wafilisti, wakateswa miaka 40. Baada ya miaka 40, Mungu akaamua kuachilia msaada wa kuwaokoa Israeli kwa kupitia mtoto anayeitwa nani? Samsoni. Kwa hiyo ikabidi malaika amtokee mwanamke mmoja, akamwambia kwenye tumbo lako utabeba mtoto, na huyo mtoto jina lake mwita Samsoni. Huyo mtoto ni mnadhiri wa Mungu, tangia akiwa tumboni mpaka akizaliwa, msije mkamnywesha kilevi, msije mkamnyoa nywele zake. Mungu anaachilia maelekezo, lakini ameachilia maelekezo mpaka ya sehemu ya ubabe wa mtoto. Of course nadhani wazazi hawakuelewa kwa nini Mungu alisema huyu mtoto msimnyoe, msifanye hivi. Walijua labda ni fashion, walijua kwamba Mungu ameamua tu amdesign hivyo, but no, ilikuwa ni sehemu ya ubabe wa Samsoni. Samsoni alikuja akafanya makubwa, aliwaua Wafilisti. Sababu ya nini? Nywele. Sema nywele. Nguvu za Mungu zilikuwa zinamshukia Samsoni, lakini Mungu alikuwa amewekeza ubabe wake kwa Samsoni kupitia nini? Nywele. Ina maana Samsoni hata uje unapawa vipi, kama hujamnyoa nywele huwezi kumtoa kwenye ubabe wake, atakuua tu. Kuna siku tulikuwa na ibada yetu ya kung'oa malango. Nakumbuka Samsoni alienda mahali fulani akatembea na kahaba, amelala kwenye nyumba ya kahaba kwa watumwa, kwa Wafilisti. Wakapashana habari, wakaambiana bwana, huyu jamaa yuko hapa. Wakamtega mlangoni kwamba ngoja tunaenda naye. Cha ajabu, Samsoni ametoka kulala na mwanamke na akaenda akabeba geti na walinzi wa geti, akawabeba mpaka mlimani akawatupa huko. Ubabe ulikuwa kwenye nguvu, ubabe ulikuwa kwenye nywele. Nguvu za Samsoni kumchana simba, sijui kufanyeje, achana na roho ya Bwana akamshukia. Roho ya Bwana alikuwa akishuka, lakini kuna kodi ilikuwa imejificha kwenye nywele. Ndio maana Delila alipombembeleza Samsoni, niambie ukweli hivi na hivi, mara kwanza anamdanganya, sijui mimi mkinifunga tu kamba zikiwa ngapi, mkinifunga mmeshaniweza. Wakienda wakifunga anazikata. Wanaenda tena, mbona unanidanganya? Anasema mimi mkifanya hivi, anakata. But mwanamke akaanza kuhisi huyu mtu kuna kitu kingine. Ikabidi mwanamke amwambie Samsoni, mimi roho yangu inasikia kufa, umeniuzi sana, sio hivi na hivi. Samsoni akaingiwa na huruma. Waamuzi 16:17, ndipo akamwambia yote yaliyokuwa moyoni mwake. Akamwambia, wembe haukupita juu ya kichwa changu kamwe, maana mimi nimekuwa mnadhiri wa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu. Nikinyolewa ndipo nguvu zangu zitanitoka, nami nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wenzangu. Kumbe Samsoni hakuwa kama wanadamu wenzake, kwa sababu kuna sehemu ya ubabe ambayo Mungu alikuwa ameiwekeza kwake. So do you see, after Samsoni kumwambia mwanamke kwa habari hizo, alipomnyoa nywele walimkamata na wakampiga, wakafanya wazavyo, wakamweza, wakamkamata, wakamtoboa macho. Kwa nini wamemtoboa macho? Kwa sababu wameipata sehemu ya ubabe wake. Kwa nini wameyatoboa maono yako? Kwa sababu waliipata sehemu ya ubabe wako. Samsoni akabadilika, akawa kama watu wa kawaida. Ukimtoa mtu mahali pa ubabe wake, anakuwa mtu wa kawaida. Ukimtoa mamba kwenye maji, anakuwa kiumbe cha kawaida, mpaka utashangaa huyu ni mamba kweli. Ukimtoa samaki kwenye maji, anakuwa kiumbe cha kawaida, hana ujanja wowote.